mstahiki meya wa jiji, wakurugenzi wa halmashauri mliopo, wakuu wa taasisi za serikali mliopo SUMATRA, TFDA, TBS, kamati za ulinzi na usalama mkoa, naona wako hapa kama na wilaya wapo, lakini na ndugu zangu wanahabari, habari ya asubuhi. Nilikuwa napokea taarifa mbalimbali na nilikuwa nafuatilia kwa karibu sana zoezi hili linavyokwenda. Kwa hiyo ofisi yangu walikuwa wananipa taarifa sasa hivi na halafu, lakini nikaona kuna umuhimu mkubwa wa leo tukutane hapa na mkoa wa Dar es Salaam ili nipate taarifa kwa undani ndani ya mkoa wenyewe. Na kwa nini niliamua Dar es Salaam? Niliamua Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam ni Tanzania. Ingekuwa tu labda mji mkuu, ningekaa nikasema Dodoma nao ni mji mkuu, hebu leteni taarifa. Lakini Dar es Salaam ndio Tanzania. Kila Mtanzania wa nchi nzima yuko Dar es Salaam. Dodoma ndio inaanza sasa hivi kuhamiwa, lakini Dar es Salaam ndiko kwenyewe. Lakini la pili ni kwamba Dar es Salaam ni jiji la siku nyingi, viwanda vyote vya kuzalisha balaa hii vingi viko Dar es Salaam. Kwa hiyo uzalishaji wa mifuko na usambazaji unaanzia hapa Dar es Salaam. Lakini wengine pamoja na serikali kuhamia Dodoma, lakini bado decision makers wa taasisi muhimu bado wapo Dar es Salaam. Na hapa ndio tungepata sasa maamuzi ya taasisi husika kama tulivyoona kwa SUMATRA, TBS na wengine, kuliko tungemuita mwakilishi wa kule Dodoma, njoo tuambie mmefanya nini. Kwa hiyo nikasema tukae tuanze na Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zangu, niwashukuru sana kwa mkutano huu wa leo na jinsi mlivyokuja kwa wingi, kila wilaya, kila taasisi wamefika hapa. Niwashukuru sana. Lakini pia nikushukuru waziri wangu, ofisi ya makamu wa rais na timu yake kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya mpaka sasa hivi, mkiungana na wengine NEMKI ndani ya wizara na taasisi nyingine ndani ya wizara. Nikushukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa mpango kazi ambao leo tumesomewa hapa, ingawa nitakuwa pia na observation 2-3 za mpango kazi wenyewe, lakini niseme kwamba ni mpango kazi mzuri. Kama utasimamiwa vizuri, basi utaondosha tatizo hili ambalo linatukabili sasa hivi. Shukrani hizi si kwa mkuu wa mkoa peke yake, lakini na wakuu wa wilaya, mamea na wengine wote ambao mko Dar es Salaam. Ni imani yangu kwamba mipango ile ambayo mmeieleza hapa mtakwenda kuisimamia vizuri. Niwashukuru sana taasisi za serikali, SUMATRA, TBS, TFDA na wengine ambao tumewaengage kwenye suala hili, na kila taasisi imeshafanya mpango kazi wa jinsi ya kwenda na kazi hii, na wengine wametuonesha matangazo hapa ambao wote tumelifurahia tangazo la SUMATRA. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Niwashukuru ndugu zangu wanahabari kwa kuja kwa wingi. Ni imani yangu kwamba taarifa hizi mtazisambaza kwa wingi, na kwamba kati yenu kuna wanaoonesha zoezi hili au mkutano huu sasa hivi unaonekana kule na wananchi. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ndugu zangu, nilitaka mkoa wa Dar es Salaam ufanye presentation, lakini ikasema kila mkuu wa wilaya na kila meya wafanye presentation au waseme hapa wamejipangaje. Na wakati wanasema nilikuwa naangalia gesture ya mtu anayesema, huyu anasema ukweli au presentation imeshafanywa anapita umo. Yote nimeona waliosema ukweli na nimeona ambao presentation imefanywa nao wamepita umo. Nimeona kwa pande zote mbili. Lakini nilisema mamea waje waseme hapa, kwa sababu mamea wanaingia kwa uchaguzi na wengi wangependa kulinda nafasi zao. Sasa nataka niseme kwamba kwenye hili la mifuko ya plastiki, kosa umea, lakini simamia mifuko ya plastiki iondoke.
na pengine kigezo kimoja kitakachokufanya urudi kuwa meya au diwani ni kuwepo kwa mifuko ya plastiki katika eneo lako. Kwa atakayesimamia vizuri, inaweza ikawa ndio kigezo kimoja cha kumpandisha. Lakini kinachotokea, serikali ikitoa agizo, wanasiasa, viongozi wa kisiasa ndio wanasimama kuipinga serikali kwenye agizo lilotolewa na kuwatetea wananchi. Tumeona kwenye vitambulisho, unakwenda kwenye mikoa, wabunge ndio wanasema vitambulisho ghali sana, wananchi wangu hawawezi, akijua kwamba anajitafutia kura, lakini hajui kwamba anawatengezea bomu wananchi wake, kwa sababu usipokuwa na kitambulisho chako, TRA itakuja kukupiga idadi yao wanayojua ulipe kodi hiyo. Sasa na hii kwenye mifuko, mamea, niwaombe sana, hapa hakuna siasa, hapa ni utekelezaji wa kuondoa mifuko nchini. Kwa hiyo twende hivyo, na ndio maana nilisema wote mseme. Sasa nataka niseme kwamba kwa ujumla zoezi hili ambalo tunakwenda nalo ni letu sote, ni zoezi la taifa la Tanzania. Kwa hiyo kila mmoja wetu anahusika, na tukifanya vizuri Dar es Salaam, nchi yote itafanya vizuri. Kama nilivyosema, Dar es Salaam ndiyo Tanzania, viwanda viko hapa. Tukisimamia viwanda vizalishe mifuko mbadala, tukihamasisha au tukiharakisha process ya viwanda viweze kuzalisha kwa haraka mifuko mbadala, yale ambayo yameonyeshwa jana kwenye TV, shefu ziko tupo hazina mifuko, wengine wanaonesha hips za mifuko ya plastic pamoja na michache mifuko mbadala. Anasema mimi na hii ya plastic, lakini hii mifuko mbadala kidogo sana. Sasa mimi nitafanya nini? Yaani walikuwa wanajaribu kutoa lugha za kuconvince serikali iongeze muda. Ndugu zangu, hatuongezi muda, na Dar es Salaam ndio kigezo. Tukifanya vizuri Dar es Salaam, mikoa yote, nchi yote itafanya vizuri, kwa sababu Dar es Salaam ndio supplier mkubwa wa hii mifuko ambayo tunaikataza. Kwa hiyo niseme zoezi hili ni letu sote, na kama tunaonekana live kwenye TV, hata mikoa mingine wasikie haya nayo yasema kwamba zoezi hili ni la kitaifa, kila mtu awajibike. Mmetuona sisi serikalini, ofisi ya makamu wa rais inawajibika, TAMISEMI inawajibika kivyake, taasisi za serikali zimewajibika kivyake, mmesikia hapa, kila mmoja anawajibika kivyake. Kwa hiyo na tawala za mikoa, serikali za mikoa, serikali za wilaya, kwenda chini huko, kila mmoja awajibike kivyake. Hili zoezi hatuwezi kurudi nyuma, haliwezi kushindwa, lazima kila mmoja awajibike, twende vizuri. Kwa bahati nzuri, mimi ni zoezi langu la pili. Zanzibar inayosifiwa leo haina mifuko, ingawa kidogo kidogo hivi. Tulipiga marufuku nikiwa mimi waziri wa biashara, uwekezaji na utalii pale Zanzibar. Lakini siwezi kuchukua modo ile nikajisifu nimefanikiwa, kwa sababu Zanzibar ni padogo zaidi. Ingawa challenge ya Zanzibar iko wazi. Mifuko ilikuwa inaingia kila pembe, kila kona, kila bahari ngalawa inapoweza kupaki, inapaki inaingiza mifuko. Lakini waliofanikisha ni serikali za mitaa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na viongozi wengine kule kwenye serikali za mitaa. Walisimama kuona kwamba maeneo yao hayaingizwi mifuko ya plastiki. Sasa tukifanya hivyo kwa nchi nzima, tunaweza tukaenda vizuri sana, na zoezi hili likatuchukua muda mfupi tu likawa limeondoka, na watu wakazoea kwenda na mifuko ambayo itakuwa inazalishwa ndani ya nchi. Sasa nimesikia jinsi mkoa na wilaya mbalimbali zilivyojipanga, na nimeweza kuona mambo machache ambayo wote tunayazungumza. La kwanza ikiwa ni kutoa elimu, lakini mimi nimeongeza na kutoa taarifa. Kuna kutoa elimu na kutoa taarifa. Kutoa taarifa ni kuambia wananchi kwamba mifuko ya plastiki hapa nchini inapigwa marufuku, na kuanzia tarehe mosi hakuna mwananchi atakayetakiwa kuonekana na mfuko wa plastiki. Hiyo ni kutoa taarifa, kama masokoni, kama wapi. Kutoa elimu ni kukaa na wananchi wetu, na hilo naomba sana mkalifanya.
Nimeambiwa hapa kwamba waliitwa viongozi wote hasa kwenye serikali za mitaa kueleweshwa sheria ilivyo na kanuni zilivyo. Pale imetoka elimu. Kwa elimu ile ile inatakiwa ikatoke kwenye maeneo yetu. Kwa wale viongozi ambao walipata elimu ile, tuwatumie watoe elimu ile kwenye maeneo yetu. Wananchi wajue sheria ya mifuko ya plastiki, katazo la mifuko ya plastiki, lakini pia wajue kanuni zilizopo. Kuna maswali mengi yanaulizwa, na yanaulizwa kwa sababu wananchi bado hawajazijua kanuni zilizopo. Kwa niombe sana uongozi wa wilaya, halmashauri zetu kwenda kule na kutoa taarifa, lakini pia kutoa elimu ya sheria na kanuni zilizopo. Lakini sheria na kanuni peke yake haitafanya mifuko isiendelee kutumika. Usimamizi nalo ni jingine. Naomba sana mkasimamie. Nilisema awali, ni kazi ya kila mmoja wetu, kila mmoja kwa nafasi yake. Twende tukasimamie hili. Tukifanya vizuri, Mheshimiwa Waziri amesema hapa, tumetoa tutamko tayari, tumeshaingizwa kwenye list za Tanzania sasa wanashughulika na usambazaji ndani ya nchi wa hizo plastics. Lakini tukifanya vizuri, wakiona tumefanya vizuri, hawaoni flyers zinapeperuka upepo unapokuja, watasema Tanzania sasa hakuna mifuko ya plastiki. Kwa jina letu litakuwa limekaa vizuri zaidi kuliko tulivyo sasa. Lakini la pili, wilaya zote zimezungumzia collection centers au maeneo ambayo mifuko itakuwa inakusanywa. Naomba sana isiwe kwenye taarifa, isiwe kwenye ripoti tu, kwamba makamu wa rais anakuja tumwambie sisi tuna 8, sisi tuna 7, tuna 8. Naomba sana hizo centers zifanye kazi, kuwe na maofisa ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, kukusanya mifuko yote iweko kwenye centers, na sisi huku tutabanana na NEMKI tuone jinsi ya kudispose, ya kuiondoa hiyo mifuko kitaalamu kabisa, isiharibu mazingira, isiharibu hewa, isiharibu popote. Tuone jinsi tutakavyoitoa. Lakini ni muhimu kwanza kuikusanya. Kwa wale wenye soko kubwa zikusanye kama mpango ambavyo umesema. Lakini jingine hili la maonesho, wanasema kuona ni kuamini. Tutakapofanya maonesho kuanzia kesho, kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyosema, na mifuko ikatolewa, kwanza tutawapa hamasa wafanya biashara kwamba yes inatakiwa. Kwa watazalisha kwa wingi na kwa haraka ili isambae. Lakini la pili, wananchi wetu sasa watajua kwamba kweli serikali imepiga marufuku, lakini imetoa na mfuko wa mfano kuonesha kwamba hii sasa ndio inayotakiwa. Lakini pamoja na ile ambayo watu wetu wanaitumia ni mikoba ya aina mbalimbali. Wazee wetu zamani walikuwa wanatumia mikoba ya ukili tu, na hapa naoneshwa mfano mmoja. Naoneshwa huu ni wa kisasa kabisa ambao unaweza ukatumika. Lakini kuna ile ya kienyeji kabisa, iko wazi, unanunua bidhaa zako, unatia kwenye mifuko yako ya karatasi midogo midogo, unapanga humo ndani. Haoni jirani umenunua nini, hamsemani kwamba kwa mama fulani kila siku ni kitu hiki, hakionekani kitu. Unaingia na mkoba wako baba, mama au mama, unapokewa, hakionekani ulicho. Mtu atanusa tu harufu, mama fulani nadhani anapika kitu fulani, lakini hakionekani kama ilivyokuwa mifuko ya plastiki. Mifuko ya plastiki ukiingia, leo kwa mama fulani kiibua kile pale, au leo kauzwa, ameshindwa leo kauzwa. Lakini sasa hivi hiyo hakuna. Mifuko ile ya wazee wetu ina stara kubwa. Kwa hiyo tukiondosha mifuko hii ya vikapu, ina stara kubwa. Kwa tuwazoweshe tu watu wetu. Wazee wetu walitumia, wameishi, wametuzaa, tumeishi, na wameishi na afya kabisa. Tofauti na sisi tunavyokufa ovyo ovyo sasa hivi. Wazee wetu waliishi na afya kabisa kwa kutumia hivyo vifaa ambavyo asili yetu Mungu alituumbia navyo. Lakini tukaona havifai, tukaenda kwenye mifuko ya plastiki. Kwa hiyo niseme kwamba na mimi natia nguvu hili swala la maonesho. Na maonesho haya yasiishie kesho. Kila wilaya wakifanya ya kwao itakuwa nzuri zaidi, na kutoa hiyo mifuko ya mfano.
wadau wajitahidi kutoa hiyo mifuko ya mfano ili wananchi waone na waweze kutumia. Lakini swala la mabango pia, mabango ni moja, lakini nataka niseme 80% ya wananchi hawasomi mabango, wanajiendea tu, wanajipitia bize na maisha, pirika kujitafutia riziki ziko wapi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia pesa nyingi sana tukabandika mabango chungu mzima, lakini pengine asilete impact kubwa, ingawa ni muhimu kuwepo, kwa sababu wageni wakija, wageni ndio wenye utamaduni wa mabango hasa kusoma. Mgeni akija kitupa jicho kwenye bango, plastic bags are forbidden, na mwingine hivyo hivyo, na mwingine hivyo, kila wilaya hivyo hivyo, inasaidia sana. Vituo vya magari, mabasi hivyo hivyo, inasaidia sana. Lakini elimu ndiyo, kama ni matumizi ya resources, fedha nyingi iende kwenye elimu na taarifa, na tupunguze sana kwenye mabango. Mabango sawa, lakini si watu wengi sana wanavutiwa sana na kuangalia bango linasema nini. Na ndio maana naweza kuwekwa bango likakataza kitu, au hapa usipite, na mtu akapita na bango lipo. Askari anamwambia ukuona lile bango, wala hanayo, maskini ya Mungu, hakusoma bango, hakusoma kitu, yeye kajipitia. Kwa hiyo nadhani tungepeleka sana pesa kule ambako kutaleta matokeo makubwa zaidi kuliko kwengineko. Sumatra tayari nimewapongeza kwa tangazo, na naomba muongeze jitihada kwenye, nimeona pia hizi matangazo ambayo mmeyatayarisha ya kubandika. Naomba sana basi bandikeni, na rangi zenu zinavutia. Mtu akipita jicho anaweza akatupa, hii kitu gani, mbona rangi nzuri, mtu anaweza akasoma. Kwa hiyo tuendelee na hizo jitihada kwenye vituo vya basi na kwengine kokote, lakini tangazo ni zuri. NEMKI wanangu, nyie ni wataalamu sana, tutasema wenyewe tukiwa kule ofisini, lakini niombe ile mliotoa hapa itafsirini Kiswahili, ili kwa sababu nimeona mlipozigawa waandishi wa habari wamechukua, wamesoma hivyo, wameanza kuchekeshana wenyewe hapa, wakaanza kunongonezana, wanacheka nazo, wanazitizama. Kwa hiyo nikajua kwamba wangependelea zaidi zingekuwa za Kiswahili, zingewapa na wao uharaka wa kuzisema. Kwa hiyo zitafsirini Kiswahili alafu tuzisambaze. Lakini niombe jengine pia, NEMKI, uharaka katika viwanda vya mifuko mbadala. Jitahidini sana. Bado kuna watu wanalalamika, ninawaambia tutakuja kuwakagua kesho, tutakuja kuwakagua kesho kutwa, na mtu yuko tayari na anasubiri apate cheti chenu, ingawa sio cha kile kamili, lakini angalau cha kuanzia ili apate vibali vingine. Lakini bila nyinyi, akienda biashara anaambiwa cha NEMKI kiko wapi, akienda sijui BRELA wapi anaambiwa cha NEMKI kiko wapi. Kwa jitahidini sana kuhamasisha, kuharakisha wawekezaji na wenyewe wapate kuwekeza haraka. Ndugu zangu, nilisema kwamba hili swala ni letu sote. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anajua mbinu ya mfuko mbadala, anajua mbinu ya kuondosha nini, wote tuhamasishane katika maeneo yetu, tupate kuifanya kazi kwa haraka. Lakini niseme jengine kwamba niungane na yule kijana wangu Makame, yale aliyoyasema, kuingiza makundi ya wasanii kina Mrisho Mpoto, wao wazuri sana kwenye kampeni za aina hiyo. Vyombo vya habari, kwenye vyombo vya habari naomba sana waziri, vyombo vya habari tunawaita hapa, wanasikia, wanachokwenda kukisema ni kile tulichokisema hapa, na pengine vyombo vya habari walikuwepo, si kwamba tunafundisha sheria na kanuni, lakini kwa wao akili yao anapiki kile kilichosemwa akauze kitu chake, gazeti au chochote. Niombe sana wahariri wa vyombo vya habari na wale watakaochaguana wawekwe kitako, wapewe elimu ya sheria na kanuni za kupiga marufuku mfuko wa plastiki, kwa sababu tunategemea vyombo vya habari wakafanye uchambuzi katika magazeti yao na katika habari zao wanazozitoa. Kwa lazima walielewe hili jambo kwa undani. Kundi la waandishi wa habari waambie, hebu semeni athari za mfuko wa plastiki, wanaweza kwenda na athari 2 3 wakakwama hapo.
Kwao ni vizuri wakajua athari, kwa nini tumepiga marufuku, sheria inasemaje, kanuni zetu zinasemaje. Na hawa ni hodari wa kuelimisha, lakini pia ni hodari wakitaka kupotosha. Sasa watakapopotosha wao hawana sababu, tumeshaweka kitako, tumewapa elimu ya kutosha. Kwa naomba sana, najua tunakwenda na ufinyu wa bajeti. Haya yote tunayokwenda, hakuna bajeti maalum ndugu zangu ya kazi hii tunayoifanya. Ni kubana hapa tufanye hili, mdau weye lete tufanye hili, mdau mwingine hebu changia hapa tufanye hili, ndivyo tunavyokwenda. Kwa hiyo kwa mwendo huo naomba mtafute fedha za kuwaweka kitako waandishi wa habari ili nao tuwape elimu ya kutosha wao pamoja na viongozi wa dini. Sababu kiongozi wa dini akilielewa anaweza akalihusisha na aya zake kule kwenye vitabu vyao wanavyoviamini na akaeleza kwa waumini, na taarifa ikafika haraka zaidi. Lakini wakijua tu, wanajua viongozi wa dini kwamba mifuko ya plastiki imepigwa marufuku, so what? Atasimama ndiyo kanisani madhabahuni aseme waumini, mifuko ya plastiki imepigwa marufuku na ukionekana nao 30,000 imekwisha. Hiyo tu ndo anachojua. Kwa hiyo ni vizuri na wenyewe tukawapa ABCs wakalijua kwa undani, wakatusaidia huko kwenye jamii kulipigia kelele na kufanya liondoke, pamoja na makundi mengine ambayo yamezungumzwa hapa. Lakini pia niungane na alilosema naibu waziri kwamba na watamisemi kwamba hii model ya Dar es Salaam kama tutaibuka nayo vizuri itumike nchi nzima, hasa ile model ya kutoa taarifa kata kwenda wapi na idadi ya mafomu walioyatayarisha na ile mfumo mzima ule. Hebu tu test Dar es Salaam kama sehemu ya jaribio na tuone kama utafanya vizuri, basi tu roll out nchi nzima watumie huo mfumo pamoja na mifumo yao ambayo wataona kwa mkoa fulani hili linaweza likaenda vizuri. Nimependezwa pia na hili la wanafunzi. Waswahili wanasema udongo upate ulimaji, bado uko maji ndio unaweza ukafinyanga kitu vizuri. Lakini jidongo likishakauka kavu inabidi utumie maji mengi sana kuulainisha kwanza uroweke siku nyingi. Sasa midongo ambayo imeshakauka ndio si mijitu mizima hapa. Si rahisi kuingiza hiyo kichwani ikaingia haraka. Ndio huku unasema, huku mwingine atafuta kipengele cha kupinga. Huku unasema mwingine atafuta dosari iko wapi. Ndio sisi mijitu mizima midongo ishakauka. Lakini tukienda kwa wanafunzi tunawapata sasa na inaingia kwenye akili zao, through klabu zao, through walimu wao wa mazingira kule, waambizane. Na tukijenga huu ustaarabu kwa mwanafunzi kuacha kutumia mfuko wa plastiki, baada ya miaka kadhaa huko mbele hakuna Mtanzania ambaye atatumia mfuko wa plastiki, kwa sababu mwanafunzi toka udogoni, toka darasani ameambiwa acha kutumia mfuko wa plastiki, una madhara 1, 2, 3. Kwa hiyo hili tukilifanya vizuri na TAMISEMI, nadhani tutakuwa tumekwenda vizuri sana. Ndugu zangu, niseme pia kwamba marufuku hii inaanza tarehe 1 mwezi ujao, mwezi wa 6, na nataka ijulikane kwamba ikifika tarehe 1 mwezi wa 6 hakuna kuongeza muda, hakuna kutazamana. Mfuko wa plastiki hatuwataki kuona unatumika aidha mkononi kwa mtu au sokoni au gengeni au supermarket, popote pale. Hii ya kubebea yale ambayo tumeyaruhusu yaendelee, tutakwenda hatua baada ya hatua, lakini hii ya kubebea haitakiwi kuonekana inatumika. Sasa hapa hamna kubembelezana. Nataka Watanzania waielewe hivyo kwamba kuanzia tarehe 1 hakuna mfuko wa plastiki kutumika. Lakini pia niseme kwamba nilimsikia meya wa jiji hapa anasema watu wanafunga koni kule, lakini wanafunga maji gani sijui kaita kangaroo, sijui maji gani kangaroo, kandoro mame hapa jina hilo. Sasa mimi nataka niseme kwamba nadhani watu wa afya wataniunga mkono. Mimi niko kinyume na haya kandoro, kwa sababu kwanza
sielewi usafi na usalama wa maji haya. Sasa kuendelea kuruhusu tunauza kandoro, kina mama wanapata ajira ndiyo, lakini kandoro huyu anauzwaje? TBS wamemcertify, hajakuwa certified. Maji yanaokotwa wapi ya kandoro? Yanafungwa kutoka wapi? Watu wanajinywea kwa urahisi kwa sababu kipo, mtu atanunua atumie, lakini pengine ndicho kinachoongeza kosti za afya, matumbo na mambo mengine. Lakini hasara kubwa ni hivyo vikandoro hivyo, ni zile plastiki ambazo tunazikataa, zile laini za kupeperuka mji mzima. Hakuna kandoro, hakuna koni. Wamama watatafuta mambo mengine. Anayeuza koni atatafuta jinsi ya kuuza koni ile, aweke biskuti yake sijui na hiyo koni yake juu hivyo. Lakini tukiendekeza siasa za kwamba wamama watakosa ajira na nini, mambo ya ajira yako mengi. Wakanunue mifuko, wakae watengeneze mifuko ya karatasi, watapata pesa kuliko kandoro. Kwa hiyo mimi nasema hapa, watu wa afya huko watanisaidia, lakini hivyo vikandoro hakuna. Kuanzia tarehe mosi hamna kandoro, kwa sababu kwanza hatuna uhakika wa usalama wa hayo maji, lakini pia itatupunguzia adhabu hiyo ya kupeperusha vimifuko kila pahali, kwa sababu quality ya mifuko ya kandoro sawa na quality ya mifuko ambayo tunapiga marufuku. Kwa hiyo hakuna vikandoro. Meya wa jiji, tengeneza mradi mwingine, wape wapiga kura wakunyanyue juu kwa juu. Lakini nadhani tulinong'ona, uchaguzi ujao ni sisi tutakayo kupigia debe. Tulinong'ona na ulituambia ndiyo. Kwa hiyo achana na vikandoro hivyo, havitakupandisha, sisi tutakupandisha. Kwa wizara yangu tuna siku ya mazingira ya kila mwaka, siku ya mazingira ya mwakani. Tusiwapime watu kwa upandaji miti, tutawapima kwa upandaji miti kwa sababu ni zoezi ambalo tunataka liendelee. Angalau kwa mwakani tuwapime watu kwa kuondosha plastics katika maeneo yao. Mkoa utakaofanya vizuri ndio mkoa ambao utapata zawadi. Na tukienda kimkoa, zishindanishwe wilaya. Wilaya ambayo hakuna mifuko ya plastiki wamefanya vizuri, ndio wilaya ambayo tutaiandalia zawadi. Kwa hiyo niombe sana kila mwenye mkoa, kila mwenye wilaya uko ajitahidi kuona kwamba tunaondosha mifuko ya plastiki, na mabingwa wa mazingira wa mwakani ni wale ambao watakuwa wamefanya kazi vizuri kuondosha mifuko ya plastiki. Ndugu zangu, nilikuwa na hayo ya kuzungumza, lakini niseme kwamba nirudie tena kwamba jukumu hili ni la kitaifa. Hakuna hata mmoja ambaye tutakapofanikiwa atashika mwenge aseme yeah I did it. Hakuna atakayesema ni mimi. Hili ni la kitaifa. Tukifanikiwa, taifa la Tanzania ndio limefanikiwa. Wazungu wanasema success has many fathers, lakini failure is an orphan. Tukishindwa na zoezi hili, ni Samia Suluhu msimamizi wa mazingira na wizara yake wameshindwa, huyo ni orphan. Lakini tukifanikiwa, taifa la Tanzania tumefanikiwa. Kwa hiyo kila mtu akafanye taifa la Tanzania lifanikiwe. Sisi kama wasimamizi letu ni kusimama, kutoa matakwa ya kisheria, kanuni tumeshazitoa, sheria ipo. Tunachoendelea kufanya ni kuelimisha kuhusu sheria, kuhusu kanuni, lakini mipango mingine kila wilaya, kila mkoa ukajipange kivyake. Tunachotaka mifuko ya plastiki iondoke. Mkikwama kwenye mikakati sio kuwa fedha, kwa sababu nimesema hapa fedha hata sisi hatuna, lakini tunakwenda kimjanja hivyo na kampeni inakwenda. Kikwama mipango mingine ya kitaalamu tupo, tutakuja kusaidiana ili mambo yaende. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme kwamba niwashukuru tena kwa mkutano huu leo, na nimeona commitment ya mkoa, commitment za wilaya. Niombe tu kwamba hizo commitment zitoke kuwa za maneno, sasa tukafanye kweli kweli.
Tumeshasema sana toka 61 tunasema, hebu miaka hii sasa tutendeni, iende kweli kweli, mifuko iondoke kweli kweli. Kwa hiyo niwaombe sana tukafanye hiyo kazi, na niwashukuru sana kwa mkutano huu, na niseme sasa mkutano huu umefungwa. Niwatakie kila laheri na mafanikio katika utekelezaji wa swala hili. Nawashukuru wote, nawashukuru sana waandishi wa habari, na ni imani yangu kwamba hili mtalirusha kila baada ya muda ili wananchi wasikie na waelewe. Asanteni sana.